imani yako. Shida ya pili ni nilikuwa napitia changamoto kwenye ndoa. Sasa baba nikamwelezea, akanambia kama mwanaume ni wako atakuwa wako, lakini kama sio wako ataondoka. Nikaendelea, baadaye kuna siku akaniambia hivyo baba. Baadaye ikafika mwezi wa 12 mwaka jana, nikashangaa ameondoka kama kabisa. Nikasema tayari ameondoka. Nikawa nawaza nitaishije, nitalipiwa nani kodi, nina mtoto. Lakini nikaendelea na kazi, na pale nilipokuwa nafanya kazi ana shule na nilikuwa nafundisha hapo hapo, ila akawa ameingia ubia na ndugu yake. Baadaye kuna vitu fulani sasa vikaingiliana, wakawa wametengana, kila mtu akawa na madarasa yake. Basi mimi bosi wangu akawa ni yule ndugu yake, nikawa silipwe na wangu. Nikaendelea kule na kazi. Baadaye tena tumeenda, ila mimi nikawa natamani yani nihame nitoke pale. Sababu yani nilikuwa kama na zailika fulani, kuna vitu tulikuwa vinaendelea pale shuleni. Nikawa natamani nitoke pale. Ila sasa siwezi kutoka. Yani hata mtu akamwambia njoo kuna shule huko, sifanikiwi, yani sitoki. Niko tu pale naendelea tu kuteseka. Sasa ikafika, ilikuwa mwezi wa 4. Yule bosi sasa ambaye ndo kaka yake akaniambia hivi, wewe unatakiwa upumzike, kupumzisha tunakuona kama una stress, uache kuja kazini, ila utaanza baadaye stress zikiisha. Nikasema sasa hapa stress gani? Nikatulia. Kabla ya hapo kuniambia sasa hilo jambo la kwamba upumzike, wanasikiliza. Hiyo siku ananiambia kwamba nipumzike, nikapigiwa simu sehemu, kuna shule moja hivi wamenipigia simu, wananiambia unaweza ukaje kesho kwenye interview. Nikawa naliletea sasa mambo mawili kwa wakati mmoja. Huko napigiwa naenda kwenye interview, huko nimeambiwa nipumzishwe. Basi nikasema niko tayari, nikamwambia baba, kaniombea, kanambia nenda. Nikawa nimeenda kwenye interview. Kesho yake nikafika, hata interview hata yani akaanza tu kunipigisha story yule mwenye shule, hata interview sikufanya, yani tukawa tu tunapiga tu stories. Nikamwambia endelea na kazi. Ndio nikawa nimehama. Niko interview hivi. Kwa nikahama na kule nikafurahi. Sasa hivi niko naendelea na maisha yangu. Kwa hata nilikuwa nawaza si mtoto, kwa sababu pale alikuwa anasoma bure. Kwa nikamwelezea mwenye shule, akaniambia haina shida, hama naye tu atasoma hapa bure, haina shida. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Uko unaweza kuangalia sehemu yenye mateso, Mungu anataka kupeleka sehemu nzuri. Hofu yako ikakufanya ukuteseke.